Kila Aprili 12 ya kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mitaani. Lengo ni kuikumbusha jamii kuwa watoto wanaishi mitaani hutokea katika familia na kutokana na sababu mbalimbali, na ni siku ya kutambua nguvu na ujasiri wa mamilioni ya watoto wa mitaani duniani kote na kutafuta suluhu za kuwarudisha ndani ya familia zao. Hapa jijini Dar es Salaam, katika kuelekea siku hii, tujikumbushe. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima aliangazia siku hii ikiwa ameitaka jamii kuimarisha ushirikiano ili kuzuia mtoto kuishi na kufanya kazi mtaani katika maeneo hasa ya miji. Waziri Dr. Gwajima amesema katika kipindi cha Julai 2024 hadi Machi 2025, jumla ya watoto 8,372, wanaume wakiwa 4,218 na wanawake wakiwa 4,154 wanaoishi na kufanya kazi mtaani waliokolewa na kupatiwa huduma mbalimbali, ambazo watoto 1,056 wako katika makao ya watoto na nyumba salama. 86 wako kwa walezi wa kuaminika na waliobakia waliunganishwa na familia zao. Akizitaja baadhi ya sababu za kuwa katika mitaa kwa watoto hao kuwa ni pamoja na migogoro ya familia, ndoa na umasikini, huku akisema afua zilizochukuliwa na serikali ni pamoja na suluhu ya migogoro ya ndoa kupitia maafisa ustawi wa jamii. Aidha, mikoa ambayo inaongoza kuwa na watoto wengi wanaoishi mitaani ni Dar es Salaam ikiongoza, ikifuatiwa na Mwanza, Dodoma, Mbeya, Arusha na Iringa. Kwa mwongozo huo, ndani ya studio tunaye Joyce Maketa ambaye ni afisa ustawi wa jamii, akieleza zaidi kuhusu watoto wanaoishi mitaani, nafasi ya maafisa ustawi wa jamii na kila mtu katika kuwajibika ili kuhakikisha mtoto anatoka mtaani na kurudi ndani ya familia. Zaidi, mjadala huu unafafanua. Asante sana watazamaji wa Sati Media, tunakukaribisha sana katika majadiliano na tunajua mengi yametokea, wengine kama Idi wameshakula, wale wa Kristo bado Kwaresma inaendelea, lakini hivi punde tu basi wao watasherehekea Pasaka. Naitwa Belinda Semtandi na kukaribisha sana katika majadiliano haya ndani ya Sati Media, na mgeni wangu ni Joyce Maketa, yeye ni afisa ustawi wa jamii wilaya Ilala hapa mkoa wa Dar es Salaam, niko naye mndani. Lakini tarehe 12 Aprili ni siku ya mtoto wa mtaani, lakini kikubwa tunaangalia, je, mtaa unazaa watoto? Na inakuwaje sasa tupate watoto wa mtaani? Niko naye hapa kuzungumza mengi. Karibu sana. Asante sana. Na tukianza tukijikita katika mada yetu moja kwa moja, ni siku ya mtoto wa mtaani. Lakini je, tuanzie hapo, mtaa una watoto? Swali zuri sana ulilojiuliza. Ni kweli mtaa hauna watoto. Okay. Mtaa hauna watoto, bali watoto tunao sisi. Okay. Sisi tu tunaweza tukawa visababishi vya mtoto kwenda mtaani, lakini mtaa hauzai mtoto. Okay. Na inakuwaje kwamba mtoto sasa anaamua kutoka nyumbani anaenda mtaani? Sababu huwa ni zipi? Yes. Kwanza siku ya hiyo tarehe 12 ambayo ni siku ya maadhimisho ya watoto wanaoishi mtaani, tuseme na kufanya kazi mtaani, ni siku ambayo imewekwa kwa ajili ya kuifanya dunia ama jamii tambue kwamba hii ni tatizo na kitu gani tuweze kufanya kwa ajili ya kusaidia jamii iweze kurudi katika line yake. Kwa sababu tukiangalia nyuma na sasa kuna tofauti mkubwa kwamba uwepo wa watoto kuishi na kufanya kazi mtaani ni pakubwa kwa miaka ya sasa kuliko miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni lazima tatizo hili liweze kupewa nafasi ya kutatuliwa. Sasa tukija kuangalia sababu zinazopelekea watoto kuingia mtaani, kuishi ama kufanya kazi mtaani ama kuomba mtaani,
Hii sababu zimekuwa zikitofautiana kulingana na mazingira na maeneo mbalimbali, lakini visababishi tofauti. Labda nikianza kwenye watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani kwa upana wake. Kwanza kuna makundi mbalimbali ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani. Kundi la kwanza ni wale watoto ambao wameingia mtaani wao wenyewe wakiwa na visababishi ambavyo vinatokana na familia, yani migogoro ya ndoa, migogoro ya kifamilia, migogoro ya ndugu. Kuna watoto walifiwa na wazazi wao, wakanyang'anywa mali, wakazuiliwa, wakakosa malezi, watoto yatima. Nazungumzia hilo ni kundi hilo. Ama watoto ambao wameingia kwenye tabia zisizokuwa rafiki, watoto ambao wanaiba, watoto ambao wanatumia vileo, watoto wanatumia bangi, lakini pia watoto wale ambao ni watukutu, si wasikivu. Ili ni kundi la aina ya watoto ambao wao wenyewe wamejiingiza mtaani kwa kujiona kwamba kwenye maeneo yaliokuwepo hawafiti kwa hizo sababu ambazo nimezitaja. Lakini wako watoto ambao wanakuja na watu wazima. Kuna watoto ambao wanaletwa wakiwa wameambatana na wazazi au wameambatana na jamaa ambao wametoka nao kwenye maeneo, na wengi hao wanakuwa wanatoka kwenye mikoa mbalimbali. Lakini wako pia ambao wanatoka Dar es Salaam, lakini wengi ambao wanatoka kwa hapa Dar es Salaam, wako ambao wanatoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam, ambao wanakuja kwa dhamira ya kuwatumia wale watoto kwa ajili ya kuongeza kipato. Kwa hiyo wako ambao wanawashika mikononi, unaweza kukuta mama mmoja na watoto watatu, mama mmoja na watoto wawili. Unaweza kukuta katika wale watoto wako watoto ambao ni wa kwake na wako watoto ambao si wa kwake. Wengine amewachukua kwa jamaa kwa ajili hiyo. Kwa hiyo ni kundi ambalo nimesema ni lingine ambalo la watoto wanaoishi mtaani. Lakini kuna kundi la watoto ambao wanatembea na watu wenye ulemavu. Yaani mtoto anamsindikiza mtu mwenye ulemavu kwa nia ya kwamba sasa hivi imekuwa yani uwezo ukipita hapo na hapo unawakuta wengi tu. Yes, ile ni kundi ambalo anamsukuma yule mtu mwenye ulemavu ili kusudi aweze, ambaye mara nyingi wasioona. Kwa hiyo anamshika yule asiyeona ili kusudi aweze kumsaidia aweze kuomba. Kwa hiyo anaomba yule mtu mzima lakini ameshikwa na mtoto. Lakini wako watoto ambao wenyewe wenye ulemavu ambao sasa wanaletwa pia mijini kwa ajili pia ya kuomba. Hilo ni kundi lingine la watoto ambao wanaishi mtaani, wanaishi kwenye street, na wengine wanaishi kwenye majumba ya watu ambao wameweka, wanawalipisha gharama fulani za kulala kwenye yale majumba. Lakini ni kundi hilo pia ambao nasema ni kundi la watoto ambao pia wako mtaani. Sasa katika aina makundi ambayo nimetaja kwa ujumla wake, lakini ukichambua hapo unapata makundi zaidi ya 13. Aina ya watoto 13 ambao wanaishi mtaani. Sasa ukija kwenye visababishi ambavyo vitaingiliana na aina ya watoto niliowataja, kwamba visababishi vikubwa kwanza tunasema ni ile, kuna kwanza ule ugumu wa maisha. Kuna baadhi ya watu wanapitia ugumu wa maisha na kuwa na maamuzi ya kushindwa kuwasimamia watoto wao vizuri, na watoto wanakuja kukuta wanataka kujitafutia wenyewe. Ndio ni sababu ya kwanza ambayo tunasema ni hali ya umaskini. Yani ni hali ya umaskini, lakini kuna wengine wanakuwa katika umaskini lakini unatafuta sababu njia zingine za kujikomboa. Yani badala ya kutafuta suluhu, yeye anatafuta uwepesi wa kitu cha kufanya. Kwa sababu kusema hali ngumu sio kwamba ni hao tu walokuja, wako watu wana hali ngumu lakini bado wanaendelea kupambana. Hilo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili ni migogoro. Migogoro ambayo inatokea ndani ya ndoa. Wanandoa wanapokuwa na migogoro wanagombana. Mtoto anamuona baba anampiga mama au mama anampiga baba, au wanatukana, wanatoleana maneno mabaya, au kila siku nyumba ina kelele. Ili imekuwa ikiathiri uwezo wa mtoto wa kufikiri na waathiri watoto kisaikolojia. Tunasema ni aina ya ukatili wa kihisia ambao mtoto anaupata kwa sababu anashuhudia maumivu mengine. Lakini wako watoto ambao wameishi na wazazi ambao wamekuwa na wanagombana na ndugu. Tunasema migogoro ya kifamilia. Sasa achana na ndoa ya kifamilia, ndani ya familia watu wanakuwa haelewani. Hiyo ni moja ya sababu ambayo mpelekea watoto waje huku. Lakini pia watoto ambao wanafuata kundilika ambalo lenye tabia zisizokuwa rafiki. Kwa hiyo kundilika linamfanya yeye aweze kuja mtaani, anamshawishi bwana twende sehemu fulani, kuna hiki na hiki na hiki, na anajiingiza kwenye kundilika na kufuata huko. Lakini wako watoto ambao wameshaingia kwenye tabia za utukutu. Tunasema kuna watu ambao wamekezana na sheria, wanafanya makosa. Tayari wale watoto huo wanajiona sisi hatufiti kwenye hiyo jamii, kwa wanaamua kuondoka kwenda mahali kujitafutia. Lakini pia kuna watoto ambao wanaishi katika maisha yenye tamaa, kutamani kuishi maisha fulani. Tunasema kutamani kuishi maisha mjini kabla umri wake haujafika. Yani mapema sana anakuwa anaanza kuwa na tamaa. Achana na kundilika, inakuja tu yenyewe kwamba anakuwa ni mtoto wa hivyo ambao ana tamaa. Na ndio maana unakuta watoto hata ambao wanaiba ni wale ambao tunasema pia wanakuwa na tamaa ya vitu fulani.
inampelekea mtoto kuingia katika hilo kundi. Lakini wako watoto ambao wamefanyiwa ukatili. Hili ni kundi ambalo limekuwa ni kundi ambalo limewafanya watoto kuingia mtaani, kwa sababu anapokuwa amefanyiwa ukatili, kwanza anahisi watu wanamnyoshia vidole kwamba yeye alifanywa 1 2 3. Lakini pia maumivu na huzuni ambazo anazipitia zinamfanya ajione afiti kuwa kwenye hilo eneo. Kwa sababu tunafahamu watu ambao wamefanywa ukatili, tukiangalia ukatili wa kingono ambao ni ubakaji na ulawiti, ukatili wa kimwili wa kuumizwa, zote ni ukatili ambazo zinaathiri hisia za mtu, uwezo wa kufikiri. Kwa hiyo mwingine anahisi kwamba watu ukiniona wanahisi mimi nilibakwa, watu ukiniona, na kuna wengine ambao wanafikia hatua kujiua. Sasa yeye anaona ngoja nipotee tu kwenye hii familia. Lakini pia chuki ambazo zinakuwepo katika jamii. Unajua kuna mtoto anaweza kaa anaishi kwenye hiyo jamii, lakini jamii ikawa ina tabia fulani. Kuna maeneo unafikiri hasa ukienda kuna maeneo ya tunasema Kiswahili fulani. Unakuta hata matusi na maneno ya dhihaka ni kitu cha kawaida kwenye jamii. Kwa mtu anaweza kujikuta anakelwa tu na hiyo jamii, kasi kama anajiona mimi sifiti, ngoja niondoke. Kwa hiyo hizo ni moja ya sababu. Lakini nyingine sababu ambayo imekuwa ni kubwa sana, ambayo naiona sana inaweza kututafuna, ni malezi. Changamoto za malezi ya wazazi na malezi ya watu ambao wameachiwa kulea watoto yamekuwa yakichangia pia mtoto kushindwa kujihimilisha. Yaani kuna watoto ambao wanalelewa katika malezi ya aina tofauti. Kuna mtoto analelewa malezi ya kudekeza. Kiasi kwamba anadekezwa mpaka anakuwa ni mtoto ambaye ana tabia ambazo sio. Hivi kudekeza, ngoja. Kudekeza nimeona hadi kuna baadhi ya magari ya mizigo, madaladala yameweka ujumbe kuna ni kudekeza sio malezi. Hebu hapo kwenye hiyo, hebu tufafanulie, inanisumbua au ni wakati gani mzazi anadekeza mtoto? Na malezi ya kudekeza ndo sasa hivi yamechukua hatamu sana kwenye jamii yetu, na ni moja ya changamoto kubwa sana katika jamii. Tunasema katika malezi kuna aina tofauti za malezi. Kuna malezi ya kimabavu, kuna malezi ya kidemokrasia, kuna malezi ya kutelekeza, mtoto anajilia mwenyewe, lakini kuna malezi ya kudekeza. Yaani mtoto yeye anajiamulia anachokitaka. Mtoto ana sauti, mtoto anakuwa na sauti. Yaani mama anamuogopa mpaka mtoto. Mtoto anataka hiki anampa, mtoto anataka hiki anampa. Sio kila kitu anachohitaji mtoto atapewa kwa wakati. Kuna kingine ambacho hawezi kupewa kwa sababu kitamletea shida au kitampelekea mtoto kuwa wa aina fulani. Kwa hiyo lazima mzazi aweze kucontrol. Ndio maana tunasema katika malezi na makuzi ya mtoto na maendeleo ya mtoto, tunasema kuna uhitaji wa ulinzi na usalama wa mtoto. Katika ulinzi na usalama wa mtoto, tunasema mojawapo ni kuangalia vitu ambavyo vitakuwa hatari kwa mtoto viweze kuzuiliwa, mtoto visimfikie, si ndio? Lakini pia katika malezi na makuzi kuangalia ni kitu gani sahihi mtoto apewe. Tunasema kwenye sheria ya mtoto wa mwaka 2009 iliyoboreshwa mwaka 2019 imeeleza haki za mtoto. Sasa katika zile haki zilizoelezwa, sio kuna vitu ambavyo mtoto anatakiwa apewe aachiwe tu. Hapana, hii haki ya mtoto ambaye anatakiwa kuipata lakini katika njia sahihi. Sio kila anachokifanya mtoto unamwachia. Imefikia hatua mtoto hata anaingia mgeni sebuleni hawezi kumsalimia. Kwa jinsi ambavyo mama hamwambii hiki hapana, hiki ndio. Yaani yeye mama anaona ni sawa. Lakini kuna kudekeza kwingine kumefikia tu kuwapa watoto pesa kupitiliza. Hii ni moja pia ya udekezaji wa watoto. Au mtoto anakuambia hivi, mama mimi sitaki, mimi kisifanye, na wewe unamsikiliza. Kwa kuna vitu ambavyo unaweza kumsikiliza mtoto na ukampa pale ambapo anakihitaji, lakini kuna vitu vingine ukapima hichi kitu kinaweza kikafanya nini kwa mtoto. Kwa mtoto anakuwa amezoea, anajiona na inafanya. Ndio maana unakuta kuna watu wengine pale ambapo wameachwa na wazazi wao, wakipelekwa kulelewa na mtu mwingine anaona ananyanyaswa. Mwingine ameambiwa labda ukishakula chakula chako utachukua ile sahani yako utaisafisha. Sasa anaenda kukaa kwenye hiyo familia, yeye ametoka kwenye familia ambayo yani akisha maliza kula anaacha sahani, yani anaacha hapo kila kitu anaacha hapo, anaitwa fulani, yani maid atakuja atafanya hiki. Lakini mzazi anapomfundisha mtoto kujitegemea ni moja ya kitu kizuri, lakini kuna mtoto huyu ambaye sasa akienda kwenye familia yakikuta kuna sehemu kuna kujitegemea, anaona ananyanyaswa. Sasa yale ni malezi tunasema ya madekezo. Na unasikia mtoto anadeka kitu kidogo atakuja kusema hata uongo. Unakuta anaweza kaeleza hata uongo kwa mama ka react kwa yule mtu mwingine. Mbona? Kwa hiyo mama anakuwa hana mapokeo. Na mara nyingi umekuta hata watoto ambao wa aina hii hata akifanya makosa mama akiambiwa anasema mtoto wangu sio. Mtoto wangu mnamuonea. Hizo zote ni aina
ya tabia za madekezo. Kwa sababu tunasema kwenye haya malezi yako tofauti tofauti kama nilivyosema, kuna malezi ya kutelekeza, kudekeza na aina nyingine za malezi ambazo nimezisema. Zingine zinaletea changamoto za watoto kuingia kwenye mitaa kwa sababu amelelewa katika mtindo huu, anajionea sawa. Anaishi hivi, anajionea sawa. Kwa aina ya malezi imekuwa ni changamoto. Lakini pia kwenye malezi kuna lile eneo ambalo wakina mama hatuna muda. Tuko busy na mambo yetu. Kwa hatufuatilii mambo ya watoto. Watu wanapitia changamoto. Mtoto anajifunza tabia zisizokuwa rafiki, mama hujui. Mtoto anaingizwa kwenye mambo mabaya, wewe hujui. Uko busy na mambo yako. Kwa hiyo ni moja ya sababu ya wazazi kutokuwa na muda wa kuangalia watoto wao. Hilo linaingia kwenye eneo la changamoto ya malezi. Kwa sababu hata kama tuna majukumu, tuna biashara, tuna kazi, ni lazima tujue taarifa sahihi za watoto wetu. Ni lazima tujue watoto wetu wanahitaji nini, tujue watoto wetu wana maumivu gani, tujue watoto wetu furaha yao. Yaani tuwe watu wa kwanza kwenye watoto kutuamini kuliko mtu mwingine. Kwa mtoto yule ambaye amekosa malezi bora, anatafuta mtu mwingine wa kumwamini nje na wewe mama na baba. Kwa hiyo ndio unakuta kuna watu ambao wanaanza mahusiano mapema, kuna watu wanakuwa na tamaa za maisha mapema, anataka kufanya hivi, anajikuta anaondoka na kuingia mitaani. Kwa hiyo kuingia mtaani kunatuhusu sana sisi wazazi. Masuala mengine ambayo tunasema hali ya umaskini, hali ya nini, hizi ni sababu ambazo hazina nguvu kama hii ambayo unasema ni kwenye malezi ambayo sio mazuri. Yaani malezi ndio msingi mkubwa wa hili. Lakini pia pale ambapo tunaona watoto wanapitia changamoto alafu hatui attention kufuatilia. Hata kama mtoto sio wa kwako, hata kama mtoto wa mtu mwingine, umekuwa na ukaribu kiasi gani? Kwa sababu ukiangalia kwenye sheria ya mtoto imetuelekeza kwamba unatakiwa kutoa taarifa wakati wowote unapohisi kuna haki za mtoto zinavunjwa. Sasa ukijiangalia wewe, ni wakati gani umeona kuna mtoto ana changamoto alafu ukutoa mchango wako? Pamoja na kwamba tunasema kwamba siku hizi tunaogopa kuzungumza mambo ya watoto kwa sababu wazazi ndio wanakuja hivyo juu, wanashika kanga, lakini pale ambapo umehitaji kuchangia chochote kuhusu mtoto, ulipata nafasi hiyo. Kwa sababu kuna watoto ambao tunawakuta kule mjini, tuna rescue. Hata juzi mpata mtoto kutoka mkoa wa Pwani. Ni mtoto ambaye changamoto yake ilikuwa ni ndogo tu, alitaka kuchapwa na hiyo familia ambayo alikuwa ameenda kulelewa kwa sababu ya tabia. Lakini alipokuja kwetu alisema yule mama amemnyanyasa. Sasa bahati nzuri wakati sisi ufuatiliaji wa kujua kwa nini mtoto yuko hivyo, tulimchukua na kumpeleka makao na mpaka kufanya ufuatiliaji kushirikiana na jeshi la polisi tukaweza kupata upande wa pili wa wazazi. Walipokuja sisi tulianza kuhoji kuanzia wazazi. Kumbe hapo kulikuwa kuna changamoto pia za separation ya wazazi. Mtoto amelelewa na wazazi huku na huku na huku. Kwa mtoto kumbe alikuwa ameshaanza tabia sio kuwa rafiki kwenye upande A, na upande B wakalalamika kwamba mtoto wetu mnamnyanyasa, akapelekwa upande B. Kwenda upande B na kwenyewe akafanya hayo madudu. Kwa hiyo ikajikuta kwamba kumbe ni mtoto mwenyewe kwa kukosa malezi bora ya wazazi wote wawili akaanza kuingia kwenye tabia za uongo. Kwa tayari akaanza kumsingizia na yule ambaye tayari alikuwa amemchukua. Kwa sababu ni kwamba alitaka kuadhibu wawili ambao wote walikosea kwa pamoja. Yeye akaamua ingie mtaani. Kwa kuogopa hiyo adhabu ndogo ambayo angepewa. Kumbe ni kwa sababu tayari chanzo chake kimetoka kule kwenye malezi. Kwamba mtoto hakuwa kwenye malezi yaliyo bora. Na mimi napenda kusema kwamba kina mama tunatakiwa tuwe wa kwanza kabisa kwenye kusimama kwenye malezi. Yaani tusitegemee. Tunasema malezi yanataka baba na mama. Lakini watoto wengi tunawaona wenye changamoto ni wengi ambao sana wameachwa na mama. Mama anaweza akawa anampa mahitaji lakini amemuacha kwenye usimamizi. Mama amemchukua amempeleka kwa mama mdogo, kampeleka sijui kwa bibi, kampeleka kwa wapi. Yeye hajali, anaendelea na kutafuta maisha. Hii imekuwa changamoto kwa watoto wengi sana. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi na mtazamaji. Ni katika tunaangalia siku ya mtoto wa mtaani, lakini mtaa hauna mtoto. Sisi wanafamilia ndo tunazalisha watoto kwenda mitaani. Sababu nyingi zimetajwa ikiwemo hili la malezi imekaziwa sana na mgeni wangu Joyce Maketa, afisa ustawi wa jamii wilaya Ilala hapa mkoa wa Dar es Salaam. Na bado niko naye na tunaangazia vitu vingi. Ukiacha wazazi tumeguswa, kuna nafasi ya jamii. Jamii ya sasa hivi sio kama jamii ambao kwa sisi tukiwa wadogo. Mimi nikitoka shule nikionekana tu nacheza njiani, mama yote anaweza akanichapa. Kwa nini unacheza njiani uende nyumbani? Sasa hivi ona mtoto wa mtu anacheza njiani aende nyumbani mchape.
Naomba unisaidie. Ya, hiyo ni changamoto na ni changamoto ambayo tunatakiwa sasa tuiweze kuichukua na kuifanyia kazi. Kwa sababu huko nyuma kama nilivyosema, mambo ya kule nyuma na ya sasa yana utofauti mkubwa kwa sababu ya mambo mengi yaliyoingilia kati. Sasa hivi kumekuwa kuna mambo ya ulinzi na usalama wa mtoto. Nia na madhumuni kupunguza changamoto ambazo wanapitia watoto, kwa sababu hii ni changamoto kubwa duniani, kwamba watoto wanapitia ukatili, watoto wananyanyasika, watoto wanaumizwa, mpaka watoto wengine wanapoteza maisha kwa ajili ya kupitia ukatili. Kwa hiyo kwa mujibu wa hiyo kuna matamko na mbalimbali ya kimataifa, kuna sheria ya mtoto ya mwaka 2009, lakini pia na andiko la Afrika. Yote yametaka ulinzi na usalama wa mtoto kwa kuangalia zile haki zake. Kwa pale ambapo umempiga mtoto kwa sasa hivi ni changamoto. Kwamba itaonekana kwamba umekiuka, umefanya kosa, kwa sababu hata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia haikubali. Sawa? Kwa hiyo sasa changamoto inakuja pale sasa wakati tunaliona kwamba hili ni tatizo, tutuke tu tuna njia mbadala. Kuna watoto wamepigwa, unamchukua mtoto wa mtu bahati mbaya unamrekebisha, unamchapa, kumbe ana matatizo mengine, anapoteza maisha. Kwa pia watu wameanza kuwa waoga. Kwamba naweza nikajikuta na ninajiingiza pale, inakuwa tatizo. Basi kama ni hivyo, lazima tuwe tuna mbadala wa kuhakikisha kwamba haya maswala yanahusu watoto hata mimi mwanajamii niweze kuyasimamia. Na ndio maana nikasema kwenye sheria ya mtoto imesema kwamba toa taarifa. Pale ambapo unahisi kuna jambo ambalo linaweza likaathiri ustawi wa mtoto. Kwa hiyo hata mwanajamii aweze kuwa mlezi wa mtoto. Na kwa kutoa taarifa tuchukulie mtoto hana uniform. At least akiwa na uniform mimi nitajua anasoma Mikocheni, mtoto au anasoma labda anasoma mjini Mtendeni, nitaona, ninaweza nikapita kwa nafasi yangu nikatoa taarifa. Kwa sasa hivi unafikiri tuko kwenye sayansi na teknolojia, tutumie mitandao ama tufanyeje? Na kwenye hii mitandao tutumie kwa aina ipi ambayo haitaleta athari kwa mtoto? Kwanza nafikiri mfumo wa kiserikali umekaa vizuri, na tunapozungumzia ulinzi na usalama wa mtoto unaanzia kwenye ngazi ya mtaa mpaka pale kuna mjumbe wa nyumba 10 mpaka juu taifa. Hii yote ni system ambayo inaweza kutusaidia sisi kuweza kumsimamia mtoto, na si ala tu kwa mitandao ya kijamii pale ambapo unatoa taarifa kupeleka sehemu nyingine juu ya huyo mtoto. Sawa, lakini tunazungumzia kwenye pale ambapo unamuona mtoto anaingia kwenye changamoto. Cha kwanza kwenye eneo ambalo uliko husika, labda hana rebo, ujue anasoma wapi, anaishi wapi. Unaweza kumuuliza akashindwa kujieleza au akakuficha kutokana na kitu ambacho umekiona. Ni nafasi yako sasa kuweza kuangalia kwenye eneo pale ambapo umemkuta mtoto. Lile eneo uliomkuta mtoto ndio eneo lako la kwanza. Pale kuna mjumbe wa nyumba 10 unaweza kumshirikisha, sawa? Lakini pia pale kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa, na ndio aswa wanaotusaidia sana kwenye masuala yanayohusu watoto. Lakini pia kwenye eneo la serikali ya mtaa kuna mwenyekiti, lakini kuna mtendaji wa mtaa, lakini pia kuna mtendaji wa kata, lakini pia kuna timu mbalimbali katika jamii zipo. Tunajua kuna hata mashirika sio kiserikali yako kule na timu zao, lakini pia kuna watu kwenye jamii ambao tunasema sisi ni watu ambao wanafaa, tunasema fit person, wako kwenye jamii. Lakini kuna watu ambao pia tunafanya nao shughuli mbalimbali za kiserikali ambao wanasaidia kama wanajamii wema wanaojitolea. Pia wako ambao tunaweza tukawatumia kuhakikisha kwamba tunatatua hizi changamoto. Na ndio tumejikuta tunafanikiwa kwa asilimia kubwa kwa ajili ya hiyo. Lakini bado hapo kuna afisa ustawi wa jamii. Na ukiangalia kwenye maeneo ambayo ya kwenye maeneo ya kata zetu za mjini, ziko kata ambazo zina maafisa ustawi. Yuko pale kwa ajili hiyo. Lakini kuna afisa maendeleo ya jamii. Pia ni mdau wa mtoto. Yuko pale. Pia anaweza kupata taarifa hizi na anaweza kuzifanyia kazi. Lakini pia tuna ngazi za wilaya, kwamba tuna maafisa ustawi kwenye wilaya zetu ambao wanaweza kutusaidia. Lakini tuna viongozi wengine wa kiserikali, tuna madiwani wetu ambao tunafanya nao kazi, pia wanaweza wakapokea taarifa hizi na kuhakikisha kwamba ulinzi wa mtoto unakuwepo. Kwa hiyo ni kujua tu kwamba unaenda wapi. Lakini baada ya hapo tuna jeshi la polisi. Dawati la jinsia la polisi ndilo lenye jukumu pia la kupelekewa taarifa ambazo tunahisi ni changamoto kwa mtoto, kwamba mtoto anaingia kwenye kitu ambacho sio sawa. Basi dawati la jinsia la polisi litaweza kutoa usaidizi, na mwisho wa siku kama litakuwa linaelekea kwa afisa ustawi litapeleka kwa afisa ustawi. Kwa hiyo namna ya kumsaidia mtoto iko pana. Ni sisi tuweze kuelewa kwamba nikipata hili jambo linakueje. Sasa hivi kuna baadhi ya watu wanashangaa, mimi nimepelekwa polisi imekueje? Kumbe tunao watu kwenye jamii kule ambao tumewatengeneza. Serikali ya mtaa unavyoiona ni serikali ya mtaa, ina mwenyekiti na mtendaji wa mtaa. Lakini wako wanajamii kule ambao wanatusaidia, ambao tumewatrain
ambao wanaweza wakapata taarifa kupitia mtu mwingine, bwana, kwenye ile nyumba kuna mtoto anafanyiwa 1 2 3. Taarifa zikafika na ule mtu akafanya uchunguzi na akawasilisha ili jambo kwenye sehemu husika na ukajikuta unaitwa. Umeona? Kwa hiyo iko hivyo, lakini ni wachache sana ambao wanafahamu kwamba tunao watu kwenye jamii ambao wanatusaidia. Tuna watu wanaitwa wasaidizi wa shughuli za ustawi wa jamii. Tunasema kwa kifupi PSW, wako kwenye jamii. Tuna community worker wako kule kwenye jamii ambao tunafanya nao sisi. Unaona? Kwa hiyo tuna njia nyingi za kusaidia kufikisha huu ujumbe. Kiasi tunatakiwa tujue tu kwamba mtoto ana haki zake za msingi. Mtoto anahitaji kulelewa, mtoto anahitaji kusimamiwa, mtoto anahitaji ulinzi. Na pale ambapo wapate hivi vitu ambavyo tunavisema, nini kinafanyika? Toa taarifa inayohusu ukiukwaji wa kisheria au wa haki za mtoto, ili kusudi uweze kumwokoa huyo mtoto asiingie huko. Kama nilivyokuambia juzi tu, ninasema mimi kwa sababu niko mjini, ni kila siku ndio kazi yangu, napata watoto wapya. Kwa sababu hata wale watoto ambao wako kule mtaani washajua. Wakipata tatizo, tunani Kigorofani kwa Auntie Joy. Kwamba wamekuwa mara nyingine na waelekeza, mkipata mtoto mpya, njoni mtoe taarifa. Hata watu mwingine wakiumwa wanakuja. Maana tunaongea nao kidogo kidogo. Wale ambao tunawatoa, lakini wako wengine ambao tunaendelea kuwaelekeza kidogo kidogo. Kwa hiyo wale ambao bado hawajaamua kuondoka, bado tunawafanya kuwa walinzi wa wenzao. Kwa kimwona mtoto mpya amekuja kule, wanakuja kusema kwamba kuna mtoto mpya huyu Auntie Joy tumemleta. Kwa hiyo tunamwahi kumhoji na kuwahi kumsaidia, mwisho wa siku tunampeleka makao na kumuokoa kabla hajaanza kuwa mwenyeji wa mtaa. Kuna picha moja ambayo mimi ni mwandishi wa habari, sikuwa vizuri kiuandishi, yani sikuweza kupiga picha kwa sababu nilikuwa kwenye chombo cha usafiri kwenye taa za kuelekea hospitali ya Aga Khan pale. Lilisimama gari moja, kuna picha ambayo yani ilisikitisha. Kuna mama anaonekana na kuna baba, yani kama familia hivi. Ina watoto kama, lakini watoto walikuwa wengi kama 8 hivi na mwingine amebebelewa. Wakazunguka gari kuomba. Sasa kwangu mimi nikawa nasema jamani, ile familia hivi ingelima. Yani mimi nina mawazo mengine kabisa, ingekaa ikalima, yani tuseme wale hawana nyumbani yani. Kwa hiyo wote wamelizunguka gari. Sisi wazazi tunakuwa chanzo cha kupeleka watoto mitaani. Na nikaangalia ile ni siku ya kazi. Wale watoto walipaswa kuwa shuleni kwa ule muda niliopita. Ina maana wale watoto hawasomi. Watoto 8 wanarika tofauti kama miaka 10, 12, yani walikuwepo mchanganyiko. Na kingine kalikobebwa kama mwaka 1.5 hivi. Sisi wanajamii tukiona kama vile tunasaidiana, kwa sababu watu tunapita, lile gari limezingirwa, watu wanaomba. Nikasema sasa tuchukulie yule ni mgeni, sisi wenyewe labda tumezoeana, yule ni mgeni, picha anayotoa nje ni ipi? Huko Tanzania hali ni ngumu ya maisha. Sawa. Na hiyo picha uliyoiona inawezekana wale sio familia. Ndio maana nilisema katika makundi tu kwenye ndio maana nilisema katika yale makundi niliyoyataja, kuna makundi ambayo yenyewe ndio yanaleta watoto bila watoto kupenda. Na kuna watu wengine hawataki kabisa, lakini wanakuwa wanaletwa kwa nguvu. Kwa hiyo unakuta yule mama mtoto aliyembeba mdogo ni wa kwake au sio wa kwake. Na wale 8 uliowaona labda kuna watoto wa kwake pale 2 au 3, lakini wale wengine wote ni wale ambao anawatumia kwa ajili ya kupata pesa. Na unakuta kuna baba pale. Yule baba unakuta sio baba wa familia, kwa sababu anajua tukienda mimi na mume wangu kuomba pamoja, mtu atatuuliza kwani nyinyi. Kwa hiyo wale unakuta maana nyingine sio kabisa, bali wote wana uhitaji wa kupata kutoka kwa yule mtu. Kwa hiyo unakuta wameenda. Na hili lilikuwa ni wimbi lilikuwa kubwa sana kwa hapo nyuma. Lakini kwa mpango mzuri ambao uliwekwa na serikali na usimamizi mzuri ambao tulikuwa tumeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali, polisi, mashirika sio kwa serikali, na NGOs ambayo yanadili na watoto, tumeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa. Na katika kupunguza tulikuwa tunaweza kuwachukua na kuwarudisha mpaka walikokuwa wanatoka. Na asilimia kubwa sana ya lile kundi la watoto na wanawake na wale wasioona wengi wanatokea Dodoma.
Kwa hiyo tuliweza kufika mpaka kwenye vijiji vyao na kuongea nao na wametulia, yani wana miji yao kabisa, wanatulia. Kwa hiyo tuna mawasiliano, na hata sasa hivi tunapokuwa tumewaona, tunamuuliza umetoka kijiji gani, akitutajia tunaji wenye viti wa kule, tunawapigia simu. Mwenyekiti, tunaona mwananchi wako yuko huko, sababu tuliwekeana mikataba na maelekezo kule kwenye halmashauri zao kupitia wakurugenzi wao, hasa kwenye wilaya ya Bahi. Wilaya ya Bahi tumekaa na mkurugenzi, tumekubaliana namna ambavyo tutakuwa tunasaidiana kudhibiti, na kiukweli nashukuru tumeweza kufikia hatua kupunguza kwa kiasi kikubwa sana. Watoto walikuwa ni wengi na kweli hata daraja la Kijazi kwa unaona usiku mpaka unaumia, unasema mimi naenda kulala sehemu nzuri. Hawa hapa yani ukiangalia watoto wengine wakija watu wazima zaidi yao wanaweza wakawafanya chochote, hakuna ulinzi. Ni kweli hichi unachokiongea. Na kwa sasa hivi wamekuwa na tabia, unajua wana wenyewe pia huwa na mipango yao, wanakaa wanajipanga. Unakuta wakati tunadhibiti maeneo ya mjini, tunadhibiti maeneo ya huku, wanakimbilia huku eneo la Kijazi, wanakimbia ufuko wa Oysterbay kule kwa ajili ya kujificha kule kusudi huku wasionekane. Lakini bado tumekuwa na ushirikiano na maeneo hayo, tunawasiliana na wenyewe kule pia hivyo kidogo kidogo, lakini bado tunahitaji nguvu ya ziada. Na katika kutibu kwake bado tunaona ni jitihada kubwa zinahitajika zianzie kwenye ngazi ya familia. Ngazi ya familia, sisi ambao ni walezi, wazazi, sababu nilizozitaja umeziona, zinabeba familia. Na ukiangalia hata kwenye takwimu za ukatili tunasema 60% ya ukatili unaanzia nyumbani. Kwa kama 60% ya ukatili inaanzia nyumbani, basi hata kwenye kupeleka mtaani sisi pia 60% inaweza kawa 60 au zaidi, tukawa tunasababisha watoto kuingia mtaani. Kwa hiyo ni lazima tuishi na watoto kwa upendo. Ni lazima tuwaangalie watoto waweze kuishi katika mazingira ambayo wanapata mahitaji ya msingi. Mahitaji ya msingi mtoto anayapata bila shida, lakini bila kusahau mahitaji yale tunasema mahitaji ya kijamii, mahitaji ya kisaikolojia, tunasema mtoto kuhitaji mahitaji ya kiroho. Wakati mwingine watoto hawaweki karibu na uwepo wa Mungu. Inamfanya mtoto asione wala madrasa hazijui. Inamfanya mtoto aone ni wepesi kufanya makosa kwa sababu hajakaribishwa huko. Kwa hiyo tuna kazi ya ziada ya kuhakikisha tunaangalia hiyo, lakini pia kujikita kwenye uchumi. Na ukiangalia kwenye serikali yetu ya awamu ya 6 tumekuwa tuna fursa nyingi za kufanya ili kusudi tuweze kujiinua kiuchumi. Wewe mwanamke ambaye unasema mimi mtoto wangu nashindwa kumwangalia kwa sababu nina hali ngumu. Hii hali ngumu ni pale ambapo hujaamua wakati mwingine kujisimamia. Fursa ziko nyingi za kufanya wewe uondoke kwenye huo ugumu ulionao. Sasa hivi ukichukua kitu chako tu ukaenda kukiweka pale barabarani watu wananunua. Umeona Kwa hiyo ni mwanya mzuri wa kuhakikisha kwamba tunajiwekeza vizuri kwenye eneo la kiuchumi kwa njia tofauti tofauti. Tufanye kazi, tujitume kwa moyo. Haijalishi una elimu, uwezo wa kujipatia pesa unapatikana kwa namna nyingi za kujiachia, kujituma. Kwa hiyo ukijituma na kuweza kupata kipato ambacho kitamsababisha mtoto aweze kupata mahitaji ya msingi, itapunguza hii adha ya kwenda huko kwenye kwingine. Lakini pia kupunguza migogoro isiyokuwa ya lazima. Wakati mwingine tunaweza kujikuta sisi wanawake wenyewe tunasema labda tumenyanyaswa, tumepigwa, tumeonewa. Wakati mwingine tunaweza tukawa sisi pia ni kisababishi cha huo mgogoro ambao unaendelea kwenye hiyo nyumba. Kwa ukapima ukaangalia, mimi natakiwa nisiwe kisababishi cha migogoro, ni control migogoro, lakini pia ninapopitia migogoro ambayo sasa inakuja bila mimi yani ndio inakuja ndio unyanyasaji, ni wakati gani niweze kuzuia, ni ripoti, niseme, nisikae kimya. Hii itakusaidia kuwa na hali tulivu ya kulea hawa watoto. Kwa hivyo vyote vinatuhusu. Na mtazamaji, ni katika kuangazia siku ya mtoto wa mtaani. Changamoto kama jamii tumepewa hapa, lakini kikubwa tumeyapata mengi sana, na mgeni wangu amezungumza mengi. Yeye ni afisa ustawi na ni mchapakazi kweli kweli katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, nampongeza kwa hilo. Amekuwa amesaidia watoto wengi sana. Sisi ni waandishi wa habari, tunajua kazi yake anofanya pamoja na maafisa wengine ustawi wote, akiwepo afisa ustawi namba 1
mkoa wa Dar es Salaam. Afisa ustawi mkoa wa Dar es Salaam. Mimi niko naye wetu wa mkoa Mr. Nyamala. Mr. Nyamala. Mimi niko naye Sumaujata, wote tunapambana kusaidia watoto. Mimi mwenyewe ni shujaa jamani. Kwa hiyo nahakikisha kule kwenye mitaa yangu na ripoti masuala ya ukatili. Kuna namba ya 116. Hii ni bure kabisa ukipiga. Na hahitaji hata uwe na salio. Ukiona hali yoyote ya mtoto au unaona watoto wa mitaani, piga moja kwa moja. Ni kwa Mama Gwajima inamfikia na nyie inawafikia moja kwa moja. Sisema line. 116. Hakikisha unaipiga, hiyo ni bure kabisa. Tukio la ukatili, unaona mtoto amekaa mazingira ya hatarishi, ripoti tu. Kuripoti kwako kutamsaidia mtoto. Basi katika kuhitimisha, kuna chochote cha kutuaga nacho hapa? Mimi kitu ambacho naweza nikasema kwamba natamani sana sisi ambao tunapata nafasi ya kulea watoto ama kuzaa watoto, tujue wajibu wetu na majukumu pale ambapo tumemleta mtoto duniani au tumepewa kumlea. Kwa sababu hiyo ndio chanzo kikubwa. Tukitambua nafasi yetu, basi tutawaelekeza vizuri. Lakini pia kingine ambacho natamani sana wazazi wakione katika malezi na makuzi ya watoto wanapokuwa ndani ya familia baba na mama, kuna wakati imefika, kuna watoto wanakuwa wanaegemea pande fulani kwa sababu ya sisi wazazi. Baba hataki kushirikiana na mama katika kumuongoza mtoto. Baba anataka yake na mama anataka yake, pale ambapo wanapoingiza tofauti zao. Kwa hiyo mtoto anaanza kuegemea sehemu ambapo kuna wepesi. Sehemu ambapo anaona huyu anamrekebisha, anaona huyu ananifanyia hiki, anaegemea upande mwingine. Kumbe ilipaswa mtoto anapofanya jambo, mama amemwadhibu mtoto au mama amegundua mtoto kafanya hili, na baba naye uongeze sauti kwenye lile na wote msiwe tofauti, ili mtoto ajue kwamba nimekosea. Lakini leo akiona kwamba kwa mama nimekosea alafu kwa baba sijakosea, mtoto anaingia kwenye njia panda, na mwisho wa siku tunapata watoto wanaoelekea mtaani. Mimi nikitoa kwamba namrekebisha mtoto, basi naambia, kwa nini umempiga mtoto? Hebu nielekeze, umepigwa wapi? Kosa lipi alilofanya? Kosa lipi? Hapo hamna kosa. Mtoto anavimba kichwa, mama unaonekana huwezi, au baba unaonekana huwezi malezi, mwenzio mmoja analea. Yaani nyumba moja ipo momo, hawajasambaratika wazazi, ila humo ndani wamesambaratika kimfumo. Na hilo limekuwa tatizo kubwa mpaka kesi mpaka zinaenda kesi mahakamani kwa ajili ya mambo haya ya mfumo. Jamani, turekebishe. Nyie mmekutana wanandoa, ina maana mlikubaliana kuanzisha mfumo, na watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ukilifahamu hilo kwamba watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, utadaiwa. Nakumbuka tu wewe utasema mimi nilizaa nini, umeacha nini duniani. Mtoto hapaswi kuzunguka. Mtoto kuna watu wanasema wao walikuwa wanachemsha majani tu, mboga ya majani wanalala, lakini baba na mama walikuwepo na watoto wakaona ni sawa, hiki ni chakula wazazi wamekileta. Kwa hiyo familia ikaendelea, na sasa hivi wana miji yao na wana kazi zao nzuri tu. Kwa hiyo tusione umaskini tutafute. Mimi ndo nawaachia hivyo tu. Kila mtu apambane, uza maji, uza chochote. Usiuze tu mwili wako. Uza vile vitu vya msingi halali, fanya biashara halali. Fanya biashara halali. Changamka, mama amewezesha. Nilikuwa nasikia tangazo leo, asilimia ile imeongezwa mpaka 30 sasa hivi kwa watu wenye ulemavu, wanawake na vijana. Wewe unasubiri nini? Unda kikundi, nenda halmashauri. Utapata kwa tena sasa hivi utakiwi eti mradi wa kikundi sawa, lakini kila mtu anakuwa na mradi wake. Unasubiri nini kijana, mama, na pia tuweze kulea taifa kwa ujumla. Naitwa Belinda Semtandi, kutakie tu wakati poa.